Itifaki imezingatia. Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Ufundishaji bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza naomba uniruhusu nianze kwa kuwauliza swali hili rahisi lakini lenye maana pana. Kwa umuhimu wa hafla hii ya kutambua mchango wa mwalimu katika maendeleo ya mtu binafsi na taarifa kwa ujumla, kila mmoja wetu ajiulize, je, leo angekuwa wapi kama asingepitia katika mikono ya mwalimu mahiri? Majibu ya swali hili yanaonyesha umuhimu wa mwalimu katika maisha yetu. Huenda baadhi yetu tusingekuwa maprofesa, mawaziri, madaktari, wahandisi, wanataaluma, wafanyabiashara, watafiti, viongozi au wafanyakazi. Tukitafakiri kwa kina, tutatambua kuwa sote ni zao la mwalimu aliyekuza ndoto za maisha yetu kwa kutumia mbinu za ufundishaji zilizotufanya kufikiri kianikifu, kujiamini, kutambua vipaji vyetu na hivyo kushirikisha kikamilifu katika ujifunzaji. Kilichotufanya kuwa tofauti si kile alichofundisha pekee, bali namna alivyofundisha. Leo tunasherehekea umahiri, ubunifu na ubora wa walimu katika kuwawezesha wanafunzi kujifunza kikamilifu. Zaidi ya miaka 30 iliyopita, nilikuja Tanzania kama mwalimu wa somo la hisabati katika shule ya sekondari Ikizu, iko wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Tangu wakati huo, nimekuwa nikifanya kazi na shule, walimu, wanafunzi na jamii za vijijini hapa nchini, hasa katika wilaya ya Bunda kupitia Project Zawadi. Jambo moja ambalo nimejifunza ni kwamba elimu si majengo, madawati, vitabu wala si mtaala pekee, bali ni pamoja na kuwa na mwalimu mahiri, mbunifu na mwenye ari ya moyo ya kujitolea. Nimeshuhudia walimu wakifanya kazi kwa bidii, kujituma na wakitumia mbinu bora katika ufundishaji na ujifunzaji. Hivyo, wanafunzi wamekuwa kitovu cha ujifunzaji, wabunifu, wanaofikiria kitundiwizi na wenye moyo wa uzalendo. Hili linastahili kupewa heshima na pongezi. Hongera sana mwalimu popote pale ulipo. Tunapozungumzia kufikia maendeleo ya uchumi wa viwanda, matumizi ya teknolojia, ubunifu, kujiajiri na ajira, na hata kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, hatuna budi kuzingatia kuwa maendeleo ya taifa hutokana na elimu bora. Hakika, ufundishaji bora hujenga taifa imara. Hii inatokana na ukweli kuwa wahandisi na wa kesho, madaktari, wanasayansi na viongozi wa taifa hili la kesho wako shuleni leo, wanaandaliwa na walimu. Bila kuwekeza nguvu zetu kwa walimu, ikiwa ni pamoja kuwaunga mkono na kuenzi taaluma yao, tunaweza kuyumba katika kufikia malengo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Project Zawadi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuanzisha na kuendeleza shindano hili la stadi za ufundishaji na ujifunzaji kwa walimu. Hii ni jukwaa muhimu la kitaifa linalotambua ubora, ubunifu na kuinua hadhi ya taaluma ya walimu nchini. Aidha, Project Zawadi inawapongeza washindi wote. Ninatumaini kuwa mafanikio yenu ni hamasa kwa wengine.
Asanteni nyote kwa kuendelea kusimamia na kuwekeza katika elimu bora. Project Zawadi pia tutaendelea kushirikiana na katika juhudi hizi za kutambua mchango wa mwalimu katika maendeleo ya taifa. Ufundishaji bora. Asanteni kwa kunipa nafasi hii na kunisikiliza.